Mtazamaji wa Red Pro Media, leo hii tarehe mosi ya mwezi wa 5, ikiwa ni sikukuu ya wafanyakazi ulimwenguni, ambapo wafanyakazi wote ulimwenguni wanasherehekea siku yao na kukumbuka matukio mbalimbali ambayo wamekuwa wakiyafanya. Tumeamka na taarifa ambayo si njema sana kwa Watanzania, lakini pia hata kwa wanasiasa na wapenda maendeleo, na zaidi ya yote kwa wadau wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, ambapo taarifa zinatueleza kwamba katibu wa baraza la maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Tanzania, huyu ni Padri Dr. Charles Kitima, ameripotiwa na vyanzo mbalimbali vya habari kwamba amevamiwa na kushambuliwa na watu wasiofahamika akiwa kwenye makazi yake zilipo ofisi za baraza hilo maeneo ya Kurasini pale jijini Dar es Salaam majira ya saa 3:30 usiku jana Aprili 30 mwaka 2025. Na kwa mujibu wa baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya TEC maeneo ya Kurasini, wameeleza kwamba Padri Kitima alikuwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu na alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache tu walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde chache na kisha kuondoka, na baadaye ndipo Padri Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Na mara baada ya shambulio hilo, Padri Kitima amepatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha TEC kilichopo eneo hilo la Kurasini, na baadaye kusaidiwa na baadhi ya watu kupandishwa kwenye gari tayari kupelekwa kwenye hospitali ambayo mpaka taarifa hii bado hatujafahamu amelazwa au amepelekwa katika hospitali gani kwa lengo la kupatiwa matibabu. Hii ni taarifa ambayo tumeipata mapema kabisa asubuhi ya leo kuhusiana na Padri Kitima, ambaye ukiachilia mbali utumishi wake na nafasi alionayo ndani ya kanisa kwa hapa Tanzania, pia Padri Kitima amejipatia umaarufu mkubwa kwa miaka hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo isiyofaa kwenye jamii, na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Na kwa wale ambao ni wapenzi wa mitandao ya kijamii, wanaweza wakawa wanamfahamu vizuri Padri Kitima, na hasa wale wanaofuatilia siasa za hapa Tanzania kwa namna ambavyo amekuwa akitoa michango yake na mambo mbalimbali. Lakini pia nimeona katika ukurasa rasmi wa mtandao wa X wa Jeshi la Polisi nchini Tanzania ukiwa umetoa taarifa kuhusiana na tukio hili la Padri Kitima. Na katika taarifa ya Jeshi la Polisi iliyotolewa na kamanda kanda maalum ya kipolisi mkoa wa Dar es Salaam, imeeleza kwamba tarehe 30 Aprili 2025 majira ya saa 4 usiku maeneo ya baraza la maaskofu Tanzania Kurasini Temeke, Dar es Salaam, ilipokelewa taarifa ya kujeruhiwa kwa Padri Charles Kitima ambaye ni katibu wa baraza la maaskofu Tanzania. Padri huyo inadaiwa tangu saa 3 asubuhi walikuwa na kikao na viongozi wa dini mbalimbali, na baada ya kikao kuisha saa 1 jioni alikwenda kwenye kantini yao ambapo aliendelea kupata kinywaji hadi saa 4:15. Alipokwenda maliwatoni pembeni ya kantini hiyo ndipo alidai kushambuliwa kichwani na kitu butu na maeneo mawili, na alipelekwa hospitali ya Aga Khan na anaendelea vizuri na matibabu. Mtu mmoja Rauli Mahabi na hapa ameandika Haraja, mkazi wa Kurasini, anashikiliwa na kuhojiwa kuhusiana na tukio hilo. Uchunguzi wa kina unaendelea ili hatua kali na za haraka zichukuliwe kwa wahusika. Imetolewa na kamanda kanda maalum ya polisi Dar es Salaam. Hii ni taarifa ya Jeshi la Polisi
kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na tukio hilo la Father Charles Kitima. Bana, usisahau na usiache kusubscribe, kushare na kucomment. Sisi Red Pro Media tutaendelea kukupatia taarifa mbalimbali zinazotufikia hivi punde na kwa wakati.